Yes, sir. Mali anakuona wewe hapo. No. Sasa alikuona, yani alikutukuza kabla. So yeye anaangalia wewe uliyetukuka. Unaona? Unapokaa hapo kujiangalia kama mtu ambaye yako bure tu, anakuona kama mtu ambaye umefanya magani, umetukuka. Kwa sababu hivyo ndio alifanya. Musa alielezea kidogo katika ile kipande wazi. Hiyo yes, wazi. Naweza kusoma. Kwa sababu Mungu akai katika time hizo. Yeye aangalie wanawe kama ni watu wa time. Hapa ni kwa majira tumekuja kufanya kujaribiwa. Mwili wako utaofania iko, lakini hukuingia kwa hiyo, uliingia kwa huu. Ujaribiwe na nini? Na dhambi, na uweze kushinda dhambi. Unaona? Mungu anakuangalia wewe mkamilifu. Licha kwamba katika huu mwili ambao unajaribiwa na unaona? Amen. So, Mungu anakuona katika ile hali yako ya kutukuzwa. Katika mawazo yake wewe umekamilika. Sasa wewe kitu ambacho itakana ikusumbue uwatafute katika mapenzi. Katika neno la Mungu na watu. Je, unacheza kulingana na bila nataka? Ama unakosea hapa? Na kama unakosea rudi. Mawazo ya Mungu ndio ile Mungu alivyo. Na hivi nilikuwa nawaambia kwamba God thought are eternal. Unaona? And they are manifested kwa season ambayo Mungu ametaka ziweze kudhihirishwa. Kama ulikuwa katika mawazo ya Mungu, wewe ni eternal. Umekuja hapa katika umbo la Mungu. Unaona? Wewe ni ukiende. Vile Mungu alivyo katika mawazo yake, ndivyo yeye alivyo. Kwa hiyo bila alivyo ndio wewe ulivyo. Unaona? Na naambiwa katika maandiko hapa Proverbs 23:7. As a man thinketh in his heart, so is he. Mtu ni vile yeye anajiona mwenyewe. Sasa uache kujiona wewe ni duni wakati ambapo Mungu anakuona kwamba wewe ni Mungu zaidi. Anza kujiona vile Mungu anakuona wewe. Enda vile Mungu anakuona wewe ulivyo. Mapepo yatakuwa kwa sababu umejijua wewe ni nani. Lakini kwa sababu hujijui, hao wanakuchezea. Kwa sababu ni mwana ambaye hajui yeye ni nani. Hata wafanyikazi pale wanamchezea kwa bomba. Kwa sababu yeye pia anataka kama wao tu. Lakini anapojitambua yeye ni mwana pale, hawatamchezea. Wanajua huyu ni mwizi. Unaona? So mapepo hata kuchezea kwa sababu atajua kwamba yani umejitambua. Na ndio wakati ambapo utakuwa nakaa karibu na maeneo yao wanaanza kutetemeka bila walikuwa wanafanyia hiyo. Bwana wa Mungu, mbona umekuja kutesa kabla ya siku yetu? Kwa sababu huyu anatembea akiwa anajua yeye ni mwana wa Mungu. Kuna maandiko yananena kumuhusu yeye. Unaona? Na anawaambia wale ambao wanashaka katika mioyo yao. Ama wale wanaangalia maandiko hawezi kufahamu. Mnachunguza haya maandiko. Mnadhani kwamba tuna uzima. Haya ndio yananishuhudia mimi ni nani. Amina. Wewe unapokaa katika nafasi ambayo unakaa, wanaanza kuleta vitu vyako. Kuachia ndio nazo na kwa mrefu tata. Na wewe unaharibika. Adio unajua kwanza yetu nisema uachilie. Sasa wewe umekuwa kama yule mwana ambaye atambui. Yeye anaona tu kanisa. Hawezi kukaa bwana kusema kwamba mimi ndio ile maandiko. Amen. Fungua na kusema Hallelujah. mimi ndio huyu. Amen. Natembea. Na andiko ni nani? Ni Mungu. Amen. Amina. Bwana kubariki ndugu. Hallelujah. Ujasiri, uko na ujasiri kwa sababu si kitu ya kuaibikia. Mwanamke ambaye ameoleka hapo na aibu gani? Akitembea kwa sababu ni mke fulani.
sasa unaanza kuaibika hapa. Ukiwa na mimba hata unaanza kuaibika. kama na mimba ya Rama. Unajaribu kufunga na leso. Unatembea hapa hivi. Wanasema mimi kwanza ni mke wa fulani. Halafu wewe mwenyewe unaibika utakuta. Hapo na ujasiri. Hapo na ujasiri. Hata wakati wanasema ni mke wa nani anasema mimi ndio mke wa fulani. Unaona? Amina. Haibiki kwa sababu unaibika vitu gani? Na wewe ndio unahukumu. Imagine wanapofanya hivyo yaka wewe unasema pale hukumu yao. Sasa kwenye dawa. Kwa posho. Unaona? Una ujasiri kwa sababu wewe ndio hivi enyewe. Amina. Nini itakubadilisha hapa? Unaona? Haleluya. Hiyo maeneo haya ndio Mungu anataka utembelee ndani yake. Unaambia njoo kidogo hapa. Kaa chini. Bea. Na unajua unapofanya hivyo ni hukumu nampa. Amen. Afanye uamuzi yake mwenyewe. Yes sir. Atembee katika nuru ama atembee katika giza apotee. Amina. Naona? Lakini unaanza kukua sasa ndio wanakusongea karibu. Wanataka watoe ile nuru ambayo iko ndani yako. Ufanye ukue kama wao. Kafarana hawa. So sisi ni sifa ile sifa yake, yani Mungu anakuona kama umekamilika. Anakuona ile glorified form yako. Unaona? Ambao wewe unajiandaa kwenda kufikia ndani katika hii mwili. Kwa sababu akikuja sahihi kama ungali hai. Ile mwili wako atiyofanyia ambao ukuingia ndani. Utakuja kulaki wewe. Alafu kubadilishwa kukua na kufumbua uvae ule mwili uliotukuka. Yes sir. Na tiofanyia uende kwa hewani pale na no. So si jambo la kuaibikia. Amina. Praise God. No. Wakati mama anapojifungua mtoto huyu anazaliwa kama anazaliwa ile mwili not ile nafsi na kuja. Alafu unaingia ile solution ya neno la Mungu. So kama katika unazaliwa katika ufalme wa Mungu, you get now to the word of concerning the day. Unakuwa pale. Unakuwa pale mpaka unafikia utimilifu wa neno la Mungu wakati huo. Ndio maana maandiko yanasema kwamba ati wakati ule wa judgment sauti ya Kristo ilifika kama nini? Maji mengi. Na tafsiri ya maji ni nini? Ni watu. Haya inafika sauti inafika namna gani kama maji mengi? Maji haya ama watu hawa walikuja katika rika tofauti. Amen. Hapa Mungu alipeana neno lake sehemu. So watu ambao wanaishi katika rika yetu hii, wakati ambapo neno hili linafunuliwa, unafanyika moja hiyo neno. Mungu anadhihirishwa katika mwili. Basi hiyo ni hukumu. Amen. Wakati unapofika katika hukumu, atasema haya. Ninyi mlipomniona nikifanya hivi, mkafanya hivi. Basi ingieni katika nini? Na wanauliza, Bwana, ulikuwa wapi? Tukakuona na tukafanya hivyo. Atasema nini? Ati yeye mwenyewe alikuwa kwa mwili wake mwenyewe. Bali. Atapoint kwa watu. Ulipotendea wadogo wangu hawa. Ulinitendea nani? Mimi. Amina. Inakuwaje tena wadogo, inakuwaje tena yeye? Wamefanyika yeye. Sasa ni yeye. Umbo ya kike. Amen. Unaona? Na sasa huyo umbo hakika anashuku tena yeye anga watakuwa ni wanajasiri, watakuwa wanajua ni hawa ni yeye maandiko imenena. Na mtu akitoa anasema kwamba unachunguza hivi. Na hii ndio inanishuhudia mimi. Yes. Na yeye anatembea amedhihirisha ile neno. Kusiwe kule kwa kushuka nywele. Sema amina. Na inakuwa amina. Praise God. Amen. Wana wadogo ni watiifu. Wazazi wao. Bila wanawaelekeza kwa sababu wanaelekeza kwa nini? Kwa neno la Mungu.
ndio ikuwe namna gani maisha hii yani kuwe mrefu. Unajua kile ambacho mimi nasema kuhusu vile utakana kufanya gani? Unaishi na enjoy, yani unashiriki baraka ambazo Mungu anasema. Na pia zile baraka ambazo Haleluya. Kumbuka wewe hujapungukiwa, ni wewe mwenyewe kwa mawazo yako. Aliye na tumaini lake